tulikuja jana nilikuja kusalimia viongozi wa Engaruka na wengine, lakini kwa kweli jana hali tulioikuta haikuwa ya kuridhisha na ilikuwa ya kutisha sana. Hali ilikuwa ya kutisha, kukutana na vijana wenye hasira na wote wamebeba silaha za mikuki. Kwa jana hali ilikuwa mbaya sana. Lakini kipekee kweli kabisa kutoka moyoni, kutoka sakafu ya moyo wangu, jana ndio nilitambua vizuri zaidi na uzito na thamani na busara za Malaigwanani wa jamii yetu. Jana miemko ile ilikuwa mikubwa, lakini Malaigwanani walikuwa wamekaa hapa katikati wakiwa hawana silaha, wana marungu yao, wanaongea. Vijana wa Longido wamekaa upande ule kwa maelfu na vijana wa Monduli wamekaa huku kwa maelfu. Lakini wazee walifanya kikao cha busara. Tukawaambia kwamba tunaomba waheshimu viongozi wanakuja. Baada ya kuongea na Mheshimiwa Kiruswa akiwa Dodoma, akiniambia anapendekeza kikao kifanyike Ijumaa kwa sababu Mheshimiwa DC wa Longido naye alikuwa mbali kidogo. Kwa hiyo tukaomba Malaigwanani kwamba waende wakawatawanyishe vijana wetu, na tunashukuru sana na niwapongezeni wote wa Longido, wote wa Monduli kwamba mliheshimu busara ya Malaigwanani na mkatawanyika kupisha kikao hiki. Hongereni sana. Baada ya busara ile ya jana ya Malaigwanani, lakini pia na sisi kama jamii kuelewa, mkaamua kupisha kikao hiki. Kikao kimefanyika, maazimio ya kikao mimi sina dhamana ya kuyatamka, atatamka mwenyekiti wa kikao, lakini tu niseme tumefanya kikao kizuri kwa muda mfupi, na msingi wa majadiliano yetu ni kwamba sisi sote ni ndugu. Sisi sote ni ndugu. Tukumbuke hilo kwamba tunaendelea, tunahitaji sana, wote tunahitajiana sana. Ni ya Malaigwanani wetu wanne, wako 8 jumla, kukutana Jumatano pale Engaruka kukamilisha kazi iliyobaki ambayo ni ya kujadili kuhusu eneo la malisho hapa. Na kwamba kwenye mipaka tayari maelekezo yameshatolewa, tutakamilisha wiki moja ijayo, maafisa ardhi wako hapa. Baada ya kukamilisha eneo la mipaka hilo, maana yake ni kwamba sasa tayari amani ipo. Tutaanza kile kikosi ambacho kimelegebisha sasa mahusiano ya malisho hapa kitatumika. Tutaongeza wachache tu kwa sasa sehemu ya kikosi kazi cha kuhakikisha kwamba mpaka sasa kati ya wilaya hizi mbili unanyoka vizuri na hatimaye amani inarudi. Kwa hiyo rudisheni salamu kwa vijana wenu huko nyumbani kwamba mtu yeyote, kijana awe Molani awe Nyanguru awe nani ambaye ana hasira ya kutaka kupigana, basi aende polini akajifunze kupigana peke yake. Hatuko tayari tena kuona kuna mapigano kati ya mtu na mtu, kati ya vijana hawa wawili. Baada ya kuzungumza maneno haya na kwa heshima niliyopewa kama mwenyekiti wa kikao hiki chini ya viongozi wangu wakubwa ambao siwezi kuwaagiza, lakini wakasema niwe mwenyekiti, ninaomba Mheshimiwa Naibu Waziri nikushukuru sana kwa unyenyekevu. Naomba Mheshimiwa Mbunge wa Monduli nikushukuru sana, lakini nikushukuru sana Mheshimiwa DC pamoja na timu yako na kamati ya ulinzi na usalama kwamba sasa tunamaliza hili jambo na kuendelea na shughuli zingine. Kwa jina naitwa Pashet Sengerwan, diwani mstaafu kata Engaruka. Ni mwenyekiti pia wa kamati ya malisho kata nzima ya Engaruka kwa zaidi ya miaka 10 sasa hivi. Nichukue nafasi hii kwenye mkutano huu kumshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri Kiruswa na Mheshimiwa Mbunge wa Monduli, jimbo la Monduli, kwa jitihada zao za kufika hapa kutoka Dodoma kufika hapa kwenye tatizo hili la vurugu hizi ambazo zilisababishwa na watu tuseme wawili tu. Wenye vitu wameshindwa kuwasiliana wawili, Wanadare na Warerendeni. Lakini baada ya mkusanyiko huo na mkutano huo, ni washukuru sana viongozi wote madisi wa Longido na DC wa Monduli na Malaigwanani pia kwa jitihada zao
na tume iliyochaguliwa ya Malaigwana ni 8, nikiwepo mimi tunakuwa 9. Tutahakikisha tumemaliza hili, na taarifa tunatoa kwa mwenyekiti wa kikao hiki ambaye ni DC wa Monduli, na tumesema maamuzi ya tuliyoweka malisho yaheshimike kuanzia leo, yaheshimike, na tumeomba serikali itimize ile la mipaka ya mkuu wa mkoa ikamilishwe kwa wakati mara moja, ili tatizo hili lisiendelee tena kuzuka. Ngaso, naomba shukrani sana nitoe kwa wote wageni wetu mliokuja, wabunge wote wawili pamoja na DC wetu wa Monduli na msafara wake wote. Naishukuru sana vyombo vya dola vilivyokuja, imetusaidia sana kwa siku hizo zote 3, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hili tunadhani tumeshaongea tukapewa kazi Malaigwanani, na tunaomba kwamba tunamwomba Mwenyezi Mungu tutamalizia siku ya Jumatano.